Je, ni kweli kwamba kitunguu saumu kinaweza kusaidia afya ya dopa? Na je, aloe vera inaweza kutumika kutibu majeraha ya kondoo? Na je, mwarobaini, moringa na manjano vina nafasi yoyote kwenye ufugaji wa kisasa wa dopa? Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, utapata watu wakidai kwamba mimea mbalimbali inaweza kutibu karibu kila ugonjwa wa mifugo. Lakini je, madai hayo ni ya kweli? Au ni hadithi ambazo zimekuwa zikisambazwa kutoka kwa mfugaji mmoja kwenda kwa mwingine bila ushahidi wa kutosha? Leo tutachambua natural remedies 5 ambazo zimekuwa zikitumika na wafugaji wengi duniani. Hatutazungumza kwa hisia, hatutazungumza kwa uvumi. Tutazungumza kwa kuangalia kile ambacho tafiti mbalimbali zinaonyesha, kile ambacho wafugaji wamekuwa wakifanya kwa miaka mingi, na muhimu zaidi, mipaka ya kila njia. Lakini kabla hatujaendelea, nataka nikueleze jambo moja muhimu sana. Video hii haikusudii kukushawishi uache kutumia dawa za mifugo, chanjo au ushauri wa daktari wa mifugo. Natural remedies tunazungumzia leo ni njia za kusaidia afya ya dopa, si mbadala wa matibabu ya kitaalamu. Kwa hiyo, kama ungependa kujua ukweli kuhusu kitunguu saumu, aloe vera, manjano, moringa na mwarobaini, hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho. Huenda ukashangazwa na baadhi ya mambo utakavyojifunza leo. Ram moja anaweza kuadhibu lakini moto iko tu silent, iko silent, inakata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora, mahali njia ya kwanza ya asili ambayo wafugaji wengi duniani wamekuwa wakizungumzia kwa miaka mingi ni kitunguu saumu au garlic. Kitunguu saumu si kitu kipya. Kwa maelfu ya miaka kimekuwa kikitumika kwenye lishe ya binadamu na pia katika baadhi ya mifumo ya ufugaji kama nyongeza ya afya. Lakini swali ni, kwa dopa kitunguu saumu kinaweza kusaidia nini? Watafiti wamegundua kwamba kitunguu saumu kina misombo mbalimbali ya asili. Mojawapo inayojulikana zaidi ni allicin, ambayo hutokea pale kitunguu saumu kinapokatwa au kupondwa. Misombo hii imechunguzwa kwa uwezo wake wa kuwa na athari dhidi ya baadhi ya bakteria, fangasi na pia kufanya kazi kama antioxidant. Antioxidant husaidia mwili kupunguza athari za oxidative stress ambazo zinaweza kuchangia kudhoofika kwa afya kwa muda mrefu. Kwa hiyo, baadhi ya wafugaji waamini kwamba kuongeza kiasi kidogo cha kitunguu saumu kwenye lishe ya mifugo kunaweza kusaidia afya kwa ujumla, hasa kama sehemu ya lishe bora na usimamizi mzuri wa shamba. Lakini hapa ningependa kuweka jambo moja wazi kabisa. Mpaka sasa, hakuna ushahidi wa kutosha unaoonyesha kwamba kitunguu saumu kinaweza kuchukua nafasi za dawa za minyoo, antibiotics au matibabu mengine ya daktari wa mifugo wa kondoo. Kwa hiyo, usipoelewa tofauti hiyo, unaweza kufanya kosa kubwa. Kama dopa wako ana homa, ana kuhara, ana kikohozi, anakataa kula au anaonyesha dalili nyingine za ugonjwa, usiseme nitampa kitunguu saumu kwanza. Hapana. Hiyo inaweza kuchelewesha matibabu na kufanya hali ya mnyama kuwa mbaya zaidi. Kitunguu saumu kinapaswa kuonekana kama nyongeza ya lishe, si dawa ya kutibu ugonjwa. Sasa, kama ungependa kukitumia, unaweza kukitumiaje? Njia ambayo wafugaji wengi wanaotumia nyongeza za asili hupendelea ni kusaga au kukiponda vizuri, kisha kukichanganya kwa kiasi kidogo kwenye chakula cha mifugo ili kisitolewe kwa wingi mara moja. Wengine ukichanganya kwenye concentrates au kwenye mchanganyiko wa malisho ili kila mnyama apate kiasi kidogo pamoja na chakula chake.
Ni muhimu kuanza kwa kiasi kidogo na kuangalia kama kondoo wanakubali ladha yake na wanaendelea kula kawaida. Mabadiliko yoyote makubwa kwenye lishe yanapaswa kufanywa taratibu, kwa sababu kubadilisha chakula ghafla kunaweza kufuruga mfumo wa mmeng'enyo wa chakula cha kondoo. Pia kumbuka kwamba kitunguu saumu si chakula kikuu cha dopa. Lishe yao bado inapaswa kujengwa juu ya roughage bora, maji safi, madini ya kutosha, na pale inapohitajika concentrates. Kitunguu saumu kinaweza kuwa nyongeza ndogo ndani ya mpango huo wa lishe, lakini hakiwezi kufidia lishe duni au usimamizi mbaya wa shamba. Kuna jambo lingine ambalo wafugaji wengi usahau. Afya ya dopa haitegemei kiungo kimoja. Hata kama utatumia kitunguu saumu kila siku, lakini banda ni chafu, maji ni machafu, hakuna ratiba ya chanjo, hakuna mpango wa deworming na lishe ni duni, kitunguu saumu hakiwezi kutatua matatizo hayo. Siri ya mafanikio ni kuunganisha mambo yote pamoja. Lishe iwe bora, usafi wa banda, maji ikuwe safi, ukuwe na biosecurity, chanjo, ratiba sahihi ya deworming. Na pale unapotaka kutumia njia za asili kama kitunguu saumu, zitumie kama sehemu ya mfumo huo, si mbadala wake. Kwa hiyo, hitimisho letu kuhusu kitunguu saumu ni hili. Kinaweza kuwa nyongeza nzuri ya lishe kutokana na misombo yake ya asili ambayo imefanyiwa utafiti, lakini hakipaswi kutegemewa kama tiba ya magonjwa au mbadala wa huduma za daktari wa mifugo. Njia ya pili ya asili ambayo wafugaji wengi wanaifahamu ni aloe vera. Aloe vera ni mimea ambayo umekuwa ukitumika kwa miaka mingi katika kutunza ngozi ya binadamu na wanyama kutokana na jeli yake yenye uwezo wa kutuliza ngozi na kusaidia majeraha madogo kupona. Kwa dopa, aloe vera inaweza kuwa msaada mzuri pale unapokutana na majeraha madogo ya ngozi, kama vile mikwaruzo, michupuko au sehemu zilizochupuka kutokana na kujikuna au kuguzana na uzio. Hata hivyo, jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha jeraha limesafishwa vizuri. Usipake aloe vera kwenye jeraha lililojaa uchafu, matope au kinyesi. Kwanza safisha eneo hilo kwa maji safi au kwa antiseptic iliyopendekezwa na daktari wa mifugo. Kisha ndipo unaweza kutumia gel safi ya aloe vera. Unaweza kutumia gel inayotolewa moja kwa moja kutoka kwenye jani la aloe vera. Kata jani, toa gel ya ndani na upake kiasi kidogo kwenye jeraha baada ya kulisafisha. Wafugaji wengi pia hutumia bidhaa za aloe vera zilizotengenezwa kwa matumizi ya mifugo, ambazo huwa tayari zimetengenezwa kwa usalama zaidi. Lakini hapa kuna tahadhari muhimu. Aloe vera inafaa zaidi kwa majeraha madogo ya juujuu. Kama jeraha ni kubwa, lina damu nyingi, lina usaha, lina harufu mbaya au dopa anaonyesha maumivu makali, usitegemee aloe vera pekee. Hapo unahitaji msaada wa daktari wa mifugo haraka iwezekanavyo. Pia, aloe vera haiwezi kutibu magonjwa ya ndani ya mwili kama pneumonia, kuhara, maambukizi ya damu au matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ni muhimu kuelewa kwamba matumizi yake makuu ni kusaidia kutunza ngozi na majeraha madogo, si kutibu kila aina ya ugonjwa. Kumbuka pia kuwa kinga ni bora kuliko tiba. Njia nzuri zaidi ya kupunguza majeraha kwa dopa ni kuhakikisha banda halina vitu vyenye ncha kali, uzio uko katika hali nzuri na kondoo hawabanani kupita kiasi. Kwa hiyo, hitimisho letu kuhusu aloe vera ni hili. Ni njia nzuri ya asili ambayo inaweza kusaidia kutuliza na kutunza majeraha madogo ya ngozi, lakini si mbadala wa matibabu ya kitaalamu pale jeraha linapokuwa kubwa au limeambukizwa. Tumia aloe vera kama sehemu ya huduma ya kwanza kwa majeraha madogo, lakini usisite kumshirikisha daktari wa mifugo unapohitaji.
Njia ya tatu ya asili ambayo imepata umaarufu mkubwa duniani ni manjano au turmeric. Kwa miaka mingi, manjano yamekuwa yakitumika kwenye chakula na tiba za asili kutokana na kirutubisho kinachoitwa curcumin. Curcumin ndiyo inayotoa rangi ya njano kwenye manjano, na pia ndiyo imekuwa ikifanyiwa tafiti nyingi kwa sababu ya uwezo wake wa kufanya kazi kama antioxidant na kusaidia kupunguza uchochezi kwenye mwili. Lakini sasa swali ni, je, manjano yana nafasi gani kwenye ufugaji wa dopa? Wafugaji wengine huongeza kiasi kidogo cha manjano kwenye chakula cha mifugo kama nyongeza ya lishe, wakiamini yanaweza kusaidia kuboresha afya kwa ujumla. Ingawa tafiti mbalimbali zimeonyesha curcumin ina uwezo wa kupunguza uchochezi katika mazingira ya maabara na kwa baadhi ya wanyama, ushahidi wa moja kwa moja wa kondoo bado ni mdogo. Hii ina maana kwamba hatuwezi kusema manjano yanatibu magonjwa ya dopa. Badala yake, tunaweza kusema yanaweza kuwa sehemu ya lishe yenye virutubisho mbalimbali, pamoja na usimamizi mzuri wa shamba. Kama ungependa kutumia manjano, njia rahisi ni kuyachanganya na kiasi kidogo kwenye concentrate au kwenye mchanganyiko wa chakula. Usianze kwa kiasi kikubwa ghafla. Kama ilivyo kwa mabadiliko yoyote ya lishe, ni vizuri kuanza polepole na kuangalia kama dopa wako wanaendelea kula kawaida. Pia kumbuka kuwa lishe ya dopa inapaswa kuendelea kujengwa kwenye malisho bora, roughage ya kutosha, maji safi na madini muhimu. Manjano ni nyongeza tu, si chakula kikuu. Ningependa pia kukukumbusha jambo moja muhimu sana. Kama dopa wako ana dalili za ugonjwa kama homa, kuharisha, kukohoa, kukosa hamu ya kula au kupunguza uzito kwa haraka, usitegemee manjano kama tiba. Hapo unahitaji kufanya uchunguzi wa chanzo cha tatizo na kupata ushauri wa daktari wa mifugo. Mara nyingi, kuchelewa kutibu ugonjwa ndio kusababisha hasara kubwa kwa wafugaji. Kwa hiyo, hitimisho letu kuhusu manjano ni hili. Manjano yana kirutubisho kinachoitwa curcumin ambacho kimekuwa kikifanyiwa tafiti kwa uwezo wake wa kusaidia kupunguza uchochezi na kufanya kazi kama antioxidant. Hata hivyo, kwa dopa yanafaa kuonekana kama nyongeza ya lishe, si dawa ya kutibu magonjwa. Ukiunganisha lishe bora, usafi wa banda, maji safi, chanjo, deworming sahihi na usimamizi mzuri wa shamba, ndipo utaongeza nafasi ya kuwa na flock yenye afya na uzalishaji mzuri. Njia ya 4 asili ambayo imevutia wafugaji wengi ni moringa, au kama wengi tunavyojua hapa Kenya na Tanzania, mulonge. Mulonge ni mmea unaojulikana kwa kuwa na kiwango kikubwa cha virutubisho. Majani yake yana protini, vitamini na madini mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia kuboresha ubora wa lishe ya mifugo. Kwa kweli, katika nchi nyingi za Afrika na Asia, moringa umekuwa ukichunguzwa kama moja ya mimea inayoweza kutumika kupunguza gharama za kununua baadhi ya supplement za lishe. Lakini sasa swali ni, moringa unaweza kusaidia nini kwa dopa? Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa kwamba dopa mwenye lishe bora huwa na uwezo mzuri zaidi wa kukabiliana na changamoto za kiafya kuliko dopa anayekosa virutubisho muhimu. Hiyo ndiyo sababu wafugaji wengi hutafuta njia za kuongeza ubora wa lishe bila kuongeza gharama kubwa. Moringa unaweza kuwa mojawapo ya njia hizo. Kama una miti ya moringa shambani, unaweza kuvuna majani yake, kuyaacha yakauke kidogo sehemu yenye kivuli ili yapunguze unyevunyevu.
kisha kuyachanganya na malisho mengine kama sehemu ya lishe ya kawaida. Wafugaji wengine huyatumia yakiwa mabichi kwa kiasi kidogo, huku wengine wakiyasaga baada ya kukauka na kuyachanganya kwenye concentrate. Jambo muhimu ni kuhakikisha moringa hauchukui nafasi ya lishe kuu. Dopa bado anahitaji roughage ya kutosha kama silage, hay au malisho mengine yenye nyuzi nyingi pamoja na maji safi na mineral leak. Moringa ni nyongeza ya lishe, si chakula kikuu. Pia usianze kumpa kondoo kiasi kikubwa ghafla. Kama ilivyo kwa mabadiliko yoyote ya chakula, anza taratibu ili mfumo wa mmeng'enyo wa chakula uweze kuzoea. Na jambo muhimu zaidi ni hili: kuna watu wanaodai kwamba moringa unatibu karibu kila ugonjwa wa mifugo. Ukweli ni kwamba hakuna ushahidi wa kutosha unaodhibitisha madai hayo kwa dopa. Kinachojulikana vizuri ni kwamba moringa ni chanzo kizuri cha virutubisho vinavyoweza kusaidia kuboresha lishe. Lakini kama dopa wako anaonyesha dalili za ugonjwa kama kuhara, homa, kukohoa, kushindwa kula au kupunguza uzito kwa kasi, moringa haupaswi kuchukua nafasi ya uchunguzi wa matibabu ya daktari wa mifugo. Kwa hivyo, moringa ni nyongeza bora ya lishe yenye virutubisho vingi vinavyoweza kusaidia afya ya dopa kwa ujumla. Lakini mafanikio yake yatategemea jinsi unavyosimamia lishe yote ya flock yako, na si kutegemea moringa peke yake. Njia ya 5 ya asili ni neem, au kama wengi wetu tunavyoita Afrika Mashariki, mwarobaini. Mwarobaini ni mimea ambao umekuwa ukitumika kwa karne nyingi katika tiba za asili kwa binadamu na wanyama. Leo hata baadhi ya bidhaa za mifugo zinazouzwa madukani hutumia viambato vinavyotokana na neem, hasa kwa ajili ya kusaidia kudhibiti wadudu wa nje. Lakini je, neem inaweza kusaidia nini kwa dopa? Mojawapo ya matumizi yanayojulikana zaidi ni kusaidia kupunguza wadudu wa nje kama kupe, chawa na baadhi ya wadudu wengine wanaoweza kusababisha usumbufu kwa kondoo. Wadudu hawa si tatizo ndogo, bali na kuwafanya dopa wajikune na kupoteza utulivu. Baadhi yao wanaweza pia kuchangia kueneza magonjwa. Ndio maana kudhibiti wadudu wa nje ni sehemu muhimu ya usimamizi wa afya ya flock. Wafugaji wengine hutengeneza mchanganyiko wa majani ya neem kwa kuyachemsha kwenye maji, kuyaacha yapoe na kisha kutumia maji hayo kuosha sehemu za nje za mwili wa kondoo au kunyunyizia maeneo yanayokaliwa na wadudu. Wengine hutumia mafuta ya neem yaliyotengenezwa kwa matumizi ya mifugo, wakifuata maelekezo ya bidhaa husika. Lakini hapa kuna tahadhari muhimu sana. Usitumie mafuta ya neem yenye mkusanyiko mkubwa moja kwa moja kwenye ngozi bila kuyapunguza kama maelekezo yanavyosema. Kwa baadhi ya wanyama, yanaweza kusababisha muwasho au kuwasha ngozi. Pia, epuka kuyapaka karibu na macho, pua au mdomo wa mnyama. Na kumbuka, neem si mbadala wa dawa za kuua kupe au chawa pale ambapo maambukizi ni makubwa. Kama flock yako imevamiwa sana na kupe au wadudu wengine, unahitaji kutumia bidhaa za mifugo zilizosajiliwa na kufuata ushauri wa daktari wa mifugo. Neem inaweza kuwa sehemu ya mpango wa kudhibiti wadudu, lakini si suluhisho pekee. Pia ningependa kukukumbusha jambo moja ambalo wafugaji wengi husahau. Hata ukitumia neem mara kwa mara, kama banda lako ni chafu, lina unyevunyevu mingi au alisafishwi vizuri, wadudu wataendelea kuzaliana. Hivyo, usafi wa banda, kubadilisha matandiko, kukata nyasi ndefu karibu na banda
na kuweka mazingira safi ni hatua muhimu zaidi kuliko kutegemea mmea mmoja. Kwa hivyo, neem inaweza kukusaidia kama njia ya asili katika kupunguza baadhi ya wadudu wa nje na kuwa sehemu ya mpango wa usimamizi wa afya ya kundi lako. Lakini haipaswi kuchukua nafasi ya bidhaa za mifugo zilizothibitishwa pale ambapo tatizo ni kubwa au limeenea. Leo tumeangalia njia 5 za asili ambazo wafugaji mbalimbali duniani wamekuwa wakizitumia kama sehemu ya usimamizi wa afya ya mifugo yao. Tumezungumzia kitunguu saumu, aloe vera, manjano ama turmeric, moringa na mwarobaini. Kama ulivyoona, nyingi ya njia hizi hazikusudii kuchukua nafasi za dawa ya mifugo. Badala yake, zinaweza kuwa sehemu ya lishe bora, huduma ya kwanza kwa baadhi ya majeraha madogo, au kusaidia usimamizi wa afya ya kundi kwa ujumla. Lakini ningependa ukumbuke jambo moja muhimu sana. Hakuna mmea, hakuna dawa ya asili, na hakuna kirutubisho kinachoweza kuchukua nafasi ya usimamizi mzuri wa shamba. Kama banda ni chafu, kama dopa hawapati maji safi, na kama hakuna ratiba ya deworming, kama pia hakuna chanjo na lishe ni duni, basi hata ukitumia natural remedies zote tulizozungumzia leo, bado kundi lako linaweza kuendelea kupata magonjwa. Ukweli ni kwamba afya ya dopa inaanzia kwenye usimamizi mzuri wa kila siku. Natural remedies ni nyongeza tu kwenye mfumo huo. Na kabla sijaondoka, ningependa kusikia kutoka kwako. Je, ni hipi kati ya hizi njia 5 umewahi kutumia kwenye shamba lako? Au kuna njia nyingine ya asili ambayo umepata matokeo mazuri nayo? Andika kwenye sehemu ya maoni, kwa sababu uzoefu wako unaweza kuwasaidia wafugaji wengine pia. Na hii ni sehemu ya kwanza tu. Katika sehemu ya pili, tutazungumzia zingine 5 ambazo ni apple cider vinegar, mbegu za maboga, activated charcoal na asali. Na pia tutaelezea kwa kina umuhimu wa mineral salt, ambayo kwa maoni yangu ni mojawapo ya uwekezaji bora kabisa kwa afya ya dopa. Kwa hiyo, hakikisha umejiunga na familia ya ufugaji wa dopa, uwashe kengele ya notification ili usikose sehemu ya pili ya mafunzo haya. Asante sana.